Naam, asante Pauline Mvungi kwa kutuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Serikali inaendelea na utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa vituo vya michezo kikanda, ambapo kwa sasa nguvu kubwa imeelekezwa katika kanda ya Ziwa kabla ya kuwafikia maeneo mengine nchini na kufanikisha ujenzi wa akademia za michezo yenye hadhi ya kimataifa huko Malia wilayani Kwimba mkoa wa Mwanza. Haya yamebainishwa na bunge jijini Dodoma na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma wakati akijibu swali la mbunge wa Bumbuli Injinia Ramadhani Hamza Singano. Akifafanua kuhusu mpango huo, Mwinjuma amesema serikali inatambua umuhimu wa kusogeza huduma za miundombinu ya michezo kwa wananchi kuanzia ngazi za mikoa, wilaya hadi majimbo. Kwanza, serikali imekuwa ikihakikisha kwamba inasimamia mafunzo mbalimbali, lakini na ufadhili pale ambapo inawezekana kadri ya upatikanaji wa fedha. Kwa sasa serikali inaviendesha vituo viwili ambavyo vipo chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kimoja kikiwa Tanga kule Mianjani na kingine Kigamboni. Na moja ya mambo ambayo tunaweza kuyafanya, kwa sababu nafahamu kuhusiana na mashindano mbalimbali yanayoendeshwa na waheshimiwa wabunge, ni kumhakikishia mheshimiwa mbunge kukiwa na mashindano pale Bumbuli anialike ili niweze kuwaita wataalamu na scouts kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ili waweze kwenda kuangalia vipaji Bumbuli, na vitakavyopatikana vitapelekwa katika vituo hivi, lakini pia kutafutiwa nafasi mbalimbali za kuweza kutumikia nchi hii. Hili la jitihada za kuvumbua vipaji, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na pia Wizara ya Elimu imekuwa ikiendesha mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA kwa miaka kadhaa. Mchezo wa ngumi ambao mheshimiwa mbunge anauliza ulikuwa haufanyiki kwenye mashindano haya kwa sababu ya uhatari wake, na tumekuwa na majadiliano ya hapa na pale kuona umuhimu wa mchezo huu kuanza vijana wakiwa wadogo, na tuone namna ambavyo tunaweza kuchukua tahadhari kuhakikisha vijana wanaucheza bila kuathirika kwenye miili yao wakati wanafanya mchezo huu. Kwa hiyo sasa hivi tumefikia katika hatua nzuri, na nimhakikishie michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA kama sio mwaka huu, ya mwaka ujao itakuwa na mchezo wa ngumi hali kadhalika. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na mbunge wa Arusha Mjini Paul Makonda amesema Tanzania kupitia wizara hiyo imejipanga kutembelea nchi 22 ili kujifunza mbinu mbalimbali za kukuza na kuendeleza mchezo huo nchini. Wizara yetu ya mambo ya nje imesaini mikataba au MOU na nchi 22 kushirikiana kwenye mambo ya michezo. Maana yake nitakuwa na ziara ya kutembelea nchi 22 duniani kuhakikisha kwamba nawavuta na ile MOU zinafanya kazi ili kukuza vipaji tulivyo navyo. Michezo haitakuwa na maana kama haivuki mipaka ya Tanzania, wala sanaa yetu haitakuwa na heshima kama haivuki mipaka ya Tanzania, wala utamaduni wetu hautakuwa na heshima kama hauvuki mipaka ya Tanzania. Na ni wataarifu tu wananchi wajue kwamba Kiswahili sasa hivi kimetambulika na UNICEF. Maana yake si lugha tena inayojulikana tu Afrika Mashariki au nchi za SADC au Umoja wa Afrika. Sasa hivi na duniani kule Kiswahili kinatambulika. Na mwaka huu tutakuwa na mkutano mkubwa wa Kiswahili Ufaransa, na waandaaji ni serikali ya Tanzania, wizara yetu ikiwa champion wa mkutano huo. Timu ya taifa ya Tanzania ya mchezo wa futsal imefuzu fainali za AFCON 2026 baada ya ushindi wa mabao 7-3 dhidi ya Ivory Coast katika mchezo wa kwanza wa fainali uliopigwa jijini Dar es Salaam hapo jana. Kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Mirambo na mchezaji Awadhi Juma wamezungumza baada ya mchezo wa kwanza wa kufuzu AFCON 2026 dhidi ya timu ya Ivory Coast. Kwanza niwapongeze kwa sababu ya mwanzo mzuri, sio? Na kwa vyote vile tunapaswa kuwa na muda mfupi wa kusherekea. Kwa nini? Kwa sababu we have played the first half. Obviously kuna mechi nyingine ambayo ni sawa na kipindi cha pili. Sema unapaswa kushukuru kwa kile ambacho unapata. Ambacho mmekipata ni kwa juhudi za kwenu. So obviously tukienda pia kwenye second game na tukaweka nguvu kama ambavyo tumeweka kwenye mchezo wa kwanza, tutashinda. Kwa nini? Kwa sababu
tofauti na mchezo wa leo, tunafahamu tunacheza na nani, quality ambayo wako nayo, wachezaji ambao tunafikiri kwamba tunatakiwa kuangalia kwa macho ya karibu ni wepi. That's the advantage ya mchezo wa pili. So, tumepata ushindi nyumbani, ni jukumu letu sasa hivi kulinda ushindi ili tuweze kupata ushindi mwingine kwao au kuweza kupata matokeo chanya ili kuweza kuendelea mbele na hizo qualification. Ugumu ni kuwepo kwa sababu ni mechi moja, so ukishinda unakuwa na nafasi kidogo ya qualify. So ugumu ulikuwepo hapo, tunamshukuru Mungu tumepata matokeo, lakini haijaisha kwa sababu tunaenda nyumbani kwao. So ni jukumu letu sasa kama wachezaji kupambana zaidi kwenye mechi inayokuja ili tuweze kupata matokeo. Kila la heri kwa timu ya taifa ya Tanzania katika mchezo wa futsal kufanya vizuri katika michuano hiyo. Mchezaji wa zamani wa timu ya Tanzania Taifa Stars na vilabu vya Yanga, Simba, Azam, Mrisho Ngasa ameahidi kuwachukua vijana wenye vipaji vya kucheza mpira wa miguu kwa lengo la kuwaendeleza zaidi katika kituo chake cha kukuza vipaji. Kama hivi hapa mimi hapa nimefika kwa sababu mimi namiliki Enjoy Soccer na Mr. Frank nimeongea naye kwa muda mrefu, akasema kwamba nitakuwa nakuja mara kwa mara kuangalia wachezaji ili kuweza kuwachukua wachezaji baadhi kwenda mjini, kwenda kuwapeleka Enjoy Soccer, kwenda kuwafundisha zaidi na waweze kupata riziki kupitia mpira. Ligi yetu hii tuna jumla ya timu 24 ambazo tunayo makundi manne. Sasa makundi hayo tunatamani tupate burudani nzuri kabisa, tupate wachezaji wazuri, tupate vipaji vizuri ili mwisho siku iwe furaha na au malengo ya mashindano yetu yaweze kujizihirisha. Kwa upande wa zawadi, tunazo zawadi nyingi sana. Naamini wadau wako hapa mbali, wako hapa wametoka sehemu mbalimbali wamekuja kuona vipaji. Naamini wachezaji wengi watatoka hapa na wataonekana katika ligi mbalimbali za ligi daraja 3, ligi daraja la 2, daraja la kwanza, hata ikiwezekana ligi kuu. Ndio hicho kuanzisha mashindano ndo tunarekebisha masuala mengi sana ya wizi nini. Kila mmoja kama hamna mashindano kila mmoja kuna kitu ambacho anakiotea. Lakini kwa fursa kuanzisha mashindano, Mungu tunasema alhamdulillah. Shirika Compassion kwa kushirikiana na makanisa nchini limezindua tamasha la michezo ya mpira wa miguu na netball mkoani Kigoma. Lengo likiwa ni kuibua na kuvitambua vipaji vya vijana waliopo katika vituo vya huduma za malezi ya mtoto na vijana pamoja na kusherehekea ushindi wa mwaka 2025 uliopata wakati wa mashindano ya kitaifa yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Kutoka Kigoma, taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Mkoani Kigoma, shirika la Compassion kwa kushirikiana na makanisa ambao ni washirika wenza katika kuhudumia watoto wa vituo vya huduma ya mtoto na vijana limeshirikisha timu 4. Katika mchezo huo, timu ya Kajuna FC iliibuka na magoli 3 na timu ya Western ilipata magoli 2, huku timu ya Bango FC na Kanda ya Magharibi FC zikitoka sare kwa magoli 2. Wamecheza vizuri vijana na nimefurahi kwa sababu imeonekana talenti zao ni nzuri na tunaendeleza vizuri katika swala la michezo mjini Kigoma. Upande wa huduma ya mtoto na kijana na penyewe bado tumewekeza kwa vijana haswa umri wa under 15 kwa lengo ili wapige stage kubwa kwenye michezo kuanzia umri wao wa chini. Baadhi ya wachezaji wamesema tamasha hilo la michezo linawapa fursa ya kuonyesha vipaji vyao, pia kufanya michezo kama sehemu ya kuimarisha afya. Tunacheza kukuza vipaji, kutunza afya, na inatusaidia pia hata katika ajira na kujitegemea hata kucheza nchi za nje. Tumecheza mchezo mzuri hapa japo tumetoka sare. Pia tunashukuru Mwenyezi Mungu mchezo umemalizika salama. Na washauri ngazi za juu katika timu zinazoshiriki ligi kuu hata championship ziweze kuibua vipaji vya lika letu hili. Wadau wameeleza lengo lao la kuanzisha tamasha hilo la michezo ni kutaka kukuza vipaji ili vijana waweze kupata fursa katika masoko ya ajira. Michezo ni afya, michezo ni uchumi. Kwa hiyo hatuiangalii tu tukio la siku ya leo. Tumezindua kwa mwaka mzima. Itaanza kwa ngazi ya kituo, itaenda ngazi ya cluster, itaenda ngazi ya mkoa, lakini itaenda kwa ngazi ya kanda. Hii yote ni kutengeneza mazingira ambayo vijana wanaweza wakaonyesha vipaji ambavyo Mungu amewajalia. Sisi kama kanisa tunamshukuru Mungu, tunatamani vipaji vionekane kwa watoto wetu, hasa vijana pamoja na wakike. Tutaona hivi karibuni wakiwa na wenyewe wanacheza. Lengo kubwa ni kuwatangaza kwenye soko la ajira. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabu Hoza kwa taarifa kutoka Kigoma, na kufikia hapo ndo mwisho wa habari za kitaifa. Kwa sasa tuungane na msimulizi wetu katika habari za michezo medani za kimataifa. Klabu ya soka ya Arsenal ya nchini Uingereza imefanikiwa kufuzu fainali ya kombe la Carabao usiku wa jana baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya majirani zao Chelsea katika mchezo wa nusu fainali ya pili uliochezwa katika dimba la Emirates jijini London.
Bao pekee la mchezo huo lilifungwa na Kai Havertz katika dakika za mwishoni mwa mchezo, na hivyo Arsenal kuibuka na ushindi wa jumla ya mabao 4-2 dhidi ya mabingwa hao wa dunia kwa upande wa vilabu. Katika mchezo huo uliokuwa na ushindani mkali kwa sehemu kubwa ya mchezo, timu zote mbili zilipambana vikali kutafuta nafasi ya kufuzu fainali, lakini Arsenal walibaki imara na kuweka ushindi muhimu. Bao la Havertz lilikuwa la kusisimua na lilifanikisha safari ya Arsenal kuelekea fainali ya kombe la Carabao. Hii inakuwa mara ya kwanza kwa Arsenal kufuzu fainali ya kombe la Carabao tangu mwaka 2018, na sasa watasubiri mshindi wa mchezo mwingine wa nusu fainali kati ya Manchester City dhidi ya Newcastle United unaopigwa leo katika dimba la Etihad jijini Manchester kuanzia majira ya saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa ustadi wa hali ya juu. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo mkurugenzi wa Miss World Tanzania Mustafa Hassanal ameomba wazazi nchini kuwapa ruhusa mabinti zao kushiriki mashindano ya ulimbwende ya Miss World Tanzania 2026 ambayo yataanza kufanyika mikoani na baadaye fainali jijini Dar es Salaam Aprili 2026, mashindano ambayo yamejikita kumpata mrembo atakayegusa maisha ya wengine. Wazazi wote, haswa akina mama na baba, naomba uniamini. Naomba upatie ruksa mwanao wa kike ajitokeze kama ana uwezo wa kujitolea, ana uwezo wa kujiongezea na ana uwezo wa kujitolea kwa jamii. Ajitokeze, ashiriki kwenye mashindano kama haya. Itamjengea confidence. Whether kushinda au kutoshinda ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, lakini kupanda jukwani itamongezea confidence, itaongezea network, italeta mabadiliko chanya. Na sisi tunataka Tanzania yenye mabadiliko, Tanzania yenye neema, na haya yote yanaweza kufanyiwa na sisi na sio mtu mwingine. Naomba umpatie ruksa, mpatie baraka zako ili tuende tukafanye mema kwa ajili ya nchi yetu. Taarifa hiyo na tuwekea tu kwenye habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati. Endelea kutazama Channel 10 Plus.